Baraza la Elimu ya Sheria. Sehemu ya utangulizi ya hati. Baraza la Elimu ya Sheria ni chombo cha kisheria kilichoanzishwa chini ya Sheria ya Elimu ya Sheria nambari 27 ya mwaka 2012 na ina jukumu la kudhibiti, kusimamia na kutoa leseni kwa programu na watoa huduma za elimu ya sheria nchini Kenya. Kuweka viwango na mitaala na maelezo ya moduli. Kuweka viwango vya namna na ubora wa mitihani. Kuweka viwango kwa minajili ya kuoanisha programu za elimu ya sheria nchini Kenya na kanda. Kufuatilia na kutathmini watoa elimu ya sheria na kuishauri serikali kuhusu masuala ya elimu ya sheria. Maono yetu. Elimu na mafunzo ya kisheria yenye ushindani na kuleta mabadiliko nchini Kenya. Dhamira yetu. Kuhakikisha elimu bora ya sheria na mafunzo kwa njia ya kutoa leseni na usimamizi wa watoa elimu ya sheria, utawala wa mawakili, uchunguzi wa mpango wa mafunzo na kuishauri serikali kuhusu sheria ya elimu. Maadili yetu ya msingi. Baraza la Elimu ya Sheria litazingatia maadili yafuatayo: ubora zaidi, ukuaji endelevu kwa kukumbatia utendakazi bora, uadilifu na uwajibikaji, kuzingatia kanuni za maadili na kuwajibika kila wakati. Taaluma. Kudumisha taaluma ya hali ya juu katika kutekeleza majukumu yake. Lengo kwa wateja. Kudhibiti na kuzidi matarajio ya wateja. Maadili. Maadili katika kufanya maamuzi. Ushirikishwaji. Kuzingatia maoni ya wadau katika kufanya maamuzi. Heshima. Heshima kwa wote katika utekelezaji kazi wetu.
Baraza la Elimu ya Sheria. Mkataba wa huduma ya utoaji wa wananchi. Baraza la Elimu ya Sheria. Mkataba wa huduma ya utoaji wa wananchi. 1. Kupokea simu. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kwa uwazi na nidhamu. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Haipiti mara 3 simu kupigwa kabla ya kupokea huduma au bidhaa hii. 2. Kupokea wageni. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kwa uwazi na nidhamu. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 10 baada ya wageni kuingia. 3. Majibu kwa maswali. Matumizi ya njia za mawasiliano zifaazo. Ya kwanza, simu. Ya pili, kutembelea afisi. Ya 3, barua pepe. Ya 4, barua. Ya 5, masanduku ya mapendekezo. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 7 za kazi. 4. Marejesho ya malalamishi. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kupitia malalamishi yaliyoandikwa na malalamishi ya kusimulia. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 7. 5. Kusajili mitihani. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kulipa malipo ya ada yanayohitajika katika a. Uteuzi wa vitengo kwenye portal na b. Kujaza data wasifu kwa ufupi. Gharama ili kupokea huduma au bidhaa hii ni a. Kulipa ada ya mazoea shilingi 5,000. b. Kulipa ada ya marudio shilingi 10,000.
Cha. Kulipa ada ya kusahihisha tena shilingi 15,000. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni mwezi mmoja. 6. Usimamizi wa mitihani ya ATP. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kuwa na kadi ya mtihani wa Baraza la Elimu ya Sheria. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii unategemea ratiba ya mtihani. 7. Kutoa matokeo ya mitihani. Mahitaji ya huduma au bidhaa hii ni kwa watahiniwa waliofanya mitihani ya ATP katika mfululizo maalum. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni miezi 3 baada ya usimamizi wa karatasi ya mwisho. 8. Kutangaza kwenye gazeti rasmi. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni a. Lazima uwe umepasi katika mtihani wa ATP. B. Lazima uwe ndani ya umri wa kuwa mwanafunzi. Cha. Uwe na udhibitisho wa maelezo ya kina. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni kila baada ya miezi 3 au mara 4 kwa mwaka. 9. Utoaji wa nakala za mwisho za alama za mitihani na vyeti vya kudhibiti. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni uwe na a. Hati za utambulisho. B. Aidha kitambulisho asilia cha taifa, pasipoti au leseni ya gari ya kidijitali. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 5. 10. Maombi ya kutoa leseni. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni a. Kujaza na kuwasilisha fomu ya maombi. B. Kuambatanisha hati zinazohitajika. Cha. Kulipia ada inayohitajika. Gharama ya huduma au bidhaa hii ni kuwa na a. Cheti cha idhini shilingi 500,000. B. Stashahada 900,000. Cha. LLB shilingi 1,600,000.
Da. LLM shilingi milioni 1,600,000. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya miezi 12 ya kuwasilisha maombi. 11. Maombi ya kutambuliwa na idhini ya ujuzi wa kigeni. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni: A. Kujaza na kuwasilisha fomu ya maombi. B. Kuambatanisha hati zinazohitajika. Cha. Kulipia ada inayohitajika. Gharama ya kupokea huduma au bidhaa hii ni shilingi 10,000. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 7 za kazi. 12. Marejesho ya salio kwa wanafunzi. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kuandika ombi la kurejeshewa pesa ukiambatanisha uthibitisho wa salio katika akaunti ya mwanafunzi. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 30. 13. Kutoa zabuni kwa wauzaji. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni lazima uwe tayari umehitimu na ufuate sheria na kanuni za manunuzi ya mali ya umma na utupaji wa mali. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 30. 14. Malipo kwa wauzaji. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kutoa hati zifuatazo za usaidizi. A. Ankara au bili asilia. B. Nakala ya noti ya utoaji wa awali. Cha. Kopi ya mkataba wa LPO au LSO au kandarasi. D. Vyeti vya kuhitimu kazi. E. Namba ya KRA. F. Akaunti ya benki. G. ETR. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya siku 30 baada ya kuhitimisha mchakato.
25. Ajira. Mahitaji ya kupokea huduma au bidhaa hii ni kupitia barua ya maombi na mahitaji mengine katika majibu ya tangazo. Unapokea huduma au bidhaa hii bila malipo. Muda wa kupokea huduma au bidhaa hii ni ndani ya miezi 6 kuanzia tarehe ya tangazo. Tumewajibika kwa nidhamu na ubora katika utoaji huduma. Huduma au bidhaa yoyote inayotolewa ambayo haiafikiani na viwango vilivyoorodheshwa au afisa yeyote ambaye hajawajibika kwa nidhamu na ubora katika utoaji huduma anapaswa kuripotiwa kwa katibu au afisa mtendaji mkuu, Baraza la Elimu ya Sheria, katika afisi ya Karen Park, ghorofa ya pili. Ghorofa ya pili. Sanduku la posta 829-00502, Karen, Nairobi. Simu. Kuongeza 254 2069801000 au 0719150000. WhatsApp. Barua pepe ceo@cle.or.ke au info@cle.or.ke. Tovuti www.cle.or.ke. Laini ya bila malipo. Ongeza 4480222290. Katibu wa Tume au afisa mtendaji mkuu, Tume ya Haki ya Utawala, ghorofa ya pili, West End Towers, Waiyaki Way, Nairobi. Sanduku la posta 20414-00200 Nairobi. Simu. Ongeza 254 (0 2022270000 au 23030000. Barua pepe complain@ombudsman.go.ke. Laini bila malipo 0800221349. Huduma bora ni haki yako.